Dini ya Kiislamu walillahi alhamd, kama vile Abi Dharr radhiyallahu anhu anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alituacha na elimu ya kila kitu. Ndugu Muislam, hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa simu inaweza kukua ni sometimes ni mubah, inaweza kukua ni wajib, inaweza kukua ni haram, na kuna wakati inakuwa ni muharram, na pia kuna wakati inakuwa ni makruh. Ya kwanza, mpigaji simu, ahkam zake, na ndio itakuwa kwa wingi kwa sababu yeye ndio mwenye kutafuta, yeye ndio talib, yeye ndio anatafuta mwenzake. Ya pili, almuttasalu bihi, ni yule ambaye anapigiwa simu, ahkam zake ni gani, tabia gani anafaa kukuwa nayo. Kitu kingine tutazungumzia ndani ya kupiga simu, tutazungumzia masala ya wakati wa kupiga simu. Kitu kingine tutazungumzia ni miqdari ya maneno. Ama ni mwanamke amepiga akapata ni mwanamume, vipi anafaa kuongea naye? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna rifqa ma wudhi'a fi shay'in illa zana wa ma rufi'a an shay'in illa shana. Kindness haijawekwa kwa kitu yote ile ikairembesha, itarembesha ile kitu ambaye kindness iko ndani yake. Ndio hivyo kindness ikitolewa katika kitu inakuwa ni sura mbaya. Na kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu utakuja kujua ya kuwa yule ambaye anapiga simu saa zingine anaweza kosea. Inatakana kuwa mpole naye. Amekosea namba, usimkemee. Anaweza rudia tena, amepiga akifikiri amejisahihisha. Hapo ndo inatakikana wewe kama mwenye kushika simu kukuwa na upole, na pia mwenye kukupigia kukuwa na ile tabia nzuri na kuambia pole, nimekukosea.